mtazamaji, ni taarifa ambayo pia tutakuwa tunakufahamisha kwa kina katika taarifa zetu zijazo. Na mtazamaji, ugatuzi unapoendelea kupiga hatua humu nchini, Wakenya wanaendelea kutoa hisia mseto kutoka kaunti mbalimbali. Katika kaunti ya Kisii, wakazi wametoa hisia mseto kuhusu namna siasa zimeingilia uongozi wa kaunti. Hebu tusikilize. Naam, asante sana Joashua Sare na kupata vyema kutoka katikati ya jiji hili la Nyamira, ambapo tutakuwa nazungumza na baadhi ya washikadau wapo hapa. Wananchi watueleze, je, tangia gatuzi kuanza, je, maendeleo yameweza kuwafika uongozi wa kaunti wanauoneaje kufikia sasa? Tutakuwa nawakaribisha muweze kufika hapa. Pengine uanze na jina lako, tueleze wewe unaitwa nani, wewe kama mkazi wa kaunti ya Nyamira ukitazama tu runinga. Je, unahisi kwamba maendeleo ya kaunti yamekufikia wewe kama mkazi wa kaunti hii? Asante sana. Kwa majina naitwa Douglas Ratemo, ni mkazi wa hapa Nyamira. Mimi nitasema ya kwamba maendeleo ambayo tulikuwa tumeidiwa yamefanywa karibu 90%. Yafanyika ni chache tu, lakini tunaomba itaendelea tu kufanyika. Pengine maendeleo ni kama yapi yale ambayo unahisi kwamba wewe yamekufikia kama mkazi wa kaunti ya Nyamira? Mimi nitasema ya kwamba maneno ya mahospitali tumeshajengewa hapa, Madevo 3 Hospital, Level 6, hata Nyamira kwetu hapa referral hospital imekuwa kubwa sana. Wagonjwa wako hapa wanatibiwa, madawa hiko, ingawa si ya kutosha, ni ila wananchi ni wengi. Yes. Na maneno ya barabara zimetengenezwa, zimefunguliwa, zinaendelea tu. Sasa ningeomba county assembly ipitishe pesa ya mwao ambao ni kubwa, ili waweze kupata pesa ya barabara na madawa yaweze kununuliwa. Na asante sana. Pendo zopata mama pia naye atueleze kusimama tu hapo. Pengine wewe kama mkazi wa kaunti ya Nyamira ukitazama runinga, je, unahisi kwamba maendeleo ya kaunti au baadhi ya maendeleo ambayo ulikuwa unatarajia wewe yaweze kufikia yamekufikia? Ndio, naam, yamenifikia. Pengine ni baadhi maendeleo kama yapi yale unahisi kwamba wewe kama mkazi wa kaunti ya Nyamira umeweza kufaidi yale ambayo alikuwa maidiwa? Kwanza vile ameweza kutuletea madawa, tumeweza kupata, hata kama si mingi vile, watu pia ni wengi. Tuomba pia aweze kuongeza hitaji la madawa iweze kuwa mingi, iweze kufikia watu wote mpaka kwa dispensary. Pia aweze kuongeza manasi, madaktari kwa hospitali zetu ili tuweze kupata usaidizi wa haraka wakati tunaotaka. Pia siwezi sahau kwa hitaji la mochari yenye ameweza tutengenezea, na imeweza kuwa ya manufaa sana. Saa hii inafanya kazi jinsi ipasavyo. Ya pili, pia ameweza kutengenezea barabara ambayo tunaona siku baada ya siku barabara zetu zinaendelea vizuri sana kupanuliwa na kutengenezwa, hata ingawa haijaenda popote kule kwa wards itafanyika. Mwishowe tunajua hilo hitaji itafikiwa kila mmoja ili aweze kupata utekelezaji wa kazi vizuri. Tunaona kwamba kaunti ya Nyamira kumekuwa na malumbano kwa muda. Je, wito wako kwa viongozi ni upi ili kuhakikisha kwamba baadhi ya vitu ambavyo mmesema kwamba havijaweza kuafikiana viweze kuafikiana? Wito wangu, naomba ambao ni leaders wetu waweze kuja pamoja, waweze kuwa na uhusiano ulio mmoja ili tuweze kupata mazuri yote ambayo tunahitaji kwa hii devolution, kwa sababu utengano haiwezi leta usaidizi wa hii county. Tukiwa pamoja tutaenda mbele. Asante sana. Pendo tupate mkazi wa mwisho. Wewe kama mkazi unatoka wapi, na je, unahisi kwamba uongozi wa ugatuzi wewe umefikiwa na maendeleo? Kwa majina anaitwa Edwin Nyokuyo Maruko kutoka Egentubi. Mimi naona kwa baadhi zangu, mimi naona governor amefanya kazi mzuri. Naona barabara zenye zilikuwa zinahitajika zitengenezwe zimetengenezwa. Sasa akikuja tena phase 2, naona hii barabara zitakuwa mzuri. Na hii marumbano nayo inaendelea hapa kwa county. Tunahitaji leaders wetu wakuje pamoja, wafanye kazi kwa pamoja, ndio tupate kunufaika vizuri. Pengine unaona kwamba haya malumbano licha hapo yapo, je, gavana ameweza kushindwa kufanya kazi yake? Kwangu mimi naona gavana amefanya kazi mzuri. Juu nimeona ameleta tractor hapa zenye zinafanya kazi mzuri. Barabara sasa hii kwa tuseme kama